Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Shirika la ujasusi la Urusi FSB limetangaza kuwashikilia raia wawili wa Urusi wanaoshukiwa kupanga shambulio la hujuma katika moja ya kituo cha ulinzi katika mji mkuu wa Urusi, Moscow. Washukiwa hao wanadaiwa kuanzisha mawasiliano na wawakilishi wa shirika moja la kigaidi la Ukraine. Taarifa ya shirika la ujasusi la Urusi imesema wanaume hao kwa kujitegemea waliripotiwa kuwasiliana kupitia programu ya ujumbe wa Telegram na kupata kazi katika mojawapo ya makampuni ya ulinzi ya Urusi ili kufanya uchunguzi wa kuandaa mashambulizi yao. Wanadaiwa kupiga picha za miundombinu muhimu katika kituo hicho cha ulinzi na kutuma picha hizo Ukraine. Kulingana na shirika la ujasusi la FSB, washukiwa hao walipata vipengee kadhaa na kuviunganisha na vilipuzi kwa nia kutatiza shughuli kwenye mtambo wa kituo hicho. Mshukiwa mwingine alieleza shirika hilo la ujasusi la Urusi kwamba yeye aliajiriwa kufuatilia miundombinu ya uhandisi na kupiga picha nambari za leseni ya magari kisha kuamriwa kutekeleza kitendo cha hujuma dhidi ya kituo hicho. Wiki iliyopita FSB iliwaweka vizuizini wanawake wawili wanaotumiwa kufanya kazi kwa niaba ya jeshi la Ukraine, mmoja akidaiwa kukusanya taarifa za kijasusi kwenye mifumo ulinzi wa anga karibu na daraja la Crimea huko Urusi. Shirika hilo la ujasusi la Urusi pia liliripoti kukamatwa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 59 huko Crimea ambaye anatuhumiwa kwa kuunda kilipuzi cha kutengenezwa chini ya maagizo kutoka Ukraine. Na tukiendelea kubakia huko Urusi, ni kuwa idara ya usalama shirikisho hilo FSB imetangaza kwamba imezuia jaribio lililoungwa mkono na mataifa ya kigeni la kusafirisha sehemu ya helikopta za jeshi za enzi ya Sovieti nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na Ukraine. FSB iliripoti kwamba mpango huo wa magendo ulihusisha watu 6 kutoka Urusi, Ukraine na Mashariki ya Kati na uliratibiwa na taifa moja la kigeni. Kikundi hicho kinadaiwa kuwatumia wakandarasi kununua vifaa vya helikopta ya Mi-8 na Mi-17 zilizotengenezwa Urusi. Video iliyotolewa na AFSB iliwaonyesha watu wawili, mmoja akiwa amefungwa pingu akiwa amesimama karibu na makontena mawili makubwa, moja likiwa limejaa vitu vinavyofanana na sehemu ya helikopta hiyo. Na gazeti la The Washington Post limeripoti kwamba Ukraine ilipanga kuzishambulia meli za kivita za Urusi katika eneo la Asia Pacific kwa kutumia ndege zisizo na rubani, sawa na jinsi ilivyoshambulia vituo vya anga vilivyokuwa na washambuliaji wa kimkakati wa nchi hiyo. Jumapili iliyopita, Ukraine ililenga vituo vya ndege vya Urusi kote nchini humo katika mikoa Murmansk katika eneo la Arctic hadi Kutushki huko Serbia. Na Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa wa kivita pamoja na waliopata majeraha makubwa vitani. Hii ni hatua ya kwanza ya kile kinachotarajiwa kuwa mabadilishano makubwa kabisa ya wafungwa tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Mabadilishano hayo yaliyotangazwa na pande zote mbili ni matokeo ya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Istanbul mnamo Juni 2, ambako kulifikiwa makubaliano ya kubadilishana karibu wafungwa wa kivita 1200 kutoka kila upande pamoja na kurejesha miili ya maelfu waliouawa vitani. Kurejeshwa kwa wafungwa hao wa kivita na miili ya waliouawa ni miongoni mwa masuala machache ambayo pande hizo mbili zilifanikiwa kukubaliana wakati wakishindwa kuafikiana kwenye makubaliano mapana kuvimaliza vita ambavyo vimepindua mwaka wa 4 sasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema taifa lake limepokea kundi la kwanza la wafungwa kutoka Urusi na kusema itawachukua siku kadhaa kumaliza zoezi hilo. Hata hivyo, kwa upande mwingine ameishutumu Urusi kwa mchezo mchafu wa kisiasa kuhusiana na mabadilishano hayo baada ya pande hizo mbili kushutumiana kwa kuchelewesha mchakato huo tofauti na walivyokubaliana kwenye mazungumzo hayo. Ni bahati mbaya Urusi haijatupatia orodha kamili ya maelfu ya watu kama tulivyokubaliana Istanbul. Kwa hiyo Urusi kama kawaida yake inajaribu kucheza mchezo mchafu kisiasa na kwenye utoaji wa taarifa. Ni muhimu kwamba kuna kuwepo na matokeo. Ni muhimu watu warudishwe nyumbani. Tunaamini tutaendeleza mchakato wa kubadilishana na tutafanya kila linalowezekana kwa ajili ya hili, Zelensky alisema. Hakuna upande ambao umeeleza ni wafungwa wangapi ambao imewaachia hii leo, lakini Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwa kifupi tu kwenye taarifa yake kwamba mabadilishano ya leo yamehusisha idadi sawa kutoka pande zote. Afisa wa ikulu ya Urusi Kremlin, Vladimir Medishki, alisema mwishoni mwa wiki kwamba orodha ya kwanza wafungwa 640 itakabidhiwa kwa Ukraine. Jeshi la Urusi limesema wanajeshi wake waliorejeshwa walipelekwa Belarus kwanza, ambako ni mshirika wa karibu wa Urusi, na walikuwa wakipewa huduma kisaikolojia na tiba kabla ya kupelekwa Urusi
Urusi kwa ajili ya msaada zaidi. Mapema leo Kremlin imesema Urusi ilikuwa tayari kuheshimu makubaliano hayo na Ukraine ya kubadilishana wafungwa wa kivita pamoja na kurejesha miili ya wanajeshi waliouawa, licha kile ilichokisema kwamba Ukraine imeshindwa kuheshimu kikamilifu makubaliano. Ukraine imekana madai hayo. Mbali na mabadilishano hayo, pande hizo mbili zimeendelea kushambuliana baada ya jeshi la Ukraine kusema Urusi imeirushia droni karibu 500, hayo akiwa ni mashambulizi makubwa zaidi usiku mmoja tangu vita hivyo vilipoanza mwaka 2022. Pamoja na droni hizo, Urusi pia ilirusha makombora 20 ya aina tofauti kwenye maeneo kadhaa ya Ukraine. Limeongeza jeshi hilo na kusema kwamba mashambulizi ya Urusi yalilenga zaidi maeneo ya katikati na magharibi mwa Ukraine. Na Urusi inapanga kuongeza ushirikiano na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na katika maeneo nyeti kama vile ulinzi na usalama, ikulu ya Kremlin imesema leo Jumatatu. Kundi la mamluki la Wagner lilisema wiki iliyopita liliondoka nchini Mali baada ya kusaidia kijeshi katika mapambano yake na wanamgambo wa Kiislamu. Lakini kikosi cha Africa Corps, kikosi cha kijeshi kinachodhibitiwa na Kremlin, kilisema kitasalia katika nchi hiyo magharibi mwa Afrika. Alipoulizwa hii na maana gani kwa jukumu la Urusi barani Afrika, msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov alisema uwepo wa Urusi barani Afrika unaongezeka. Kwa kweli tunakusudia kukuza ushirikiano wetu na nchi za Afrika, tukizingatia kimsingi ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji. Hii ni pamoja na maeneo nyeti kama vile ulinzi na usalama. Katika suala hili, Urusi pia itaendeleza maingiliano na ushirikiano na mataifa ya Afrika. Kuongezeka zaidi kwa jukumu la usalama la Urusi katika sehemu za bara la Afrika, zikiwemo katika nchi za Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Guinea Equator, kunatizamwa kwa wasiwasi na nchi za magharibi, na kumekuja huku Ufaransa na Marekani zikiondolewa katika mataifa hayo. Na maafisa wa Palestina wamesema wanajeshi wa Israeli pamoja na wapiganaji walio watiifu kwa taifa hilo wamelifyatulia risasi kundi la watu lilokuwa linaelekea katika taasisi ya chakula cha misaada. Wizara ya afya ya Gaza imesema watu 6 waliuawa katika tukio hilo. Kulingana na aliyeshuhudia, watu hao walikuwa na silaha, walionekana kushirikiana na jeshi la Israel baada ya kukimbilia katika maeneo ya kijeshi ya taifa hilo muda mfupi baada ya kurushiwa mawe na makundi ya watu waliokuwa wakishambuliwa. Jeshi la Israeli walikuweza kupatikana kutoa maoni yake juu ya madai hayo. Wataalamu wameendelea kuonya kwamba mzingiro wa wanajeshi wa Israeli katika maeneo ya Palestina na kampeni ya kijeshi dhidi ya kundi la Hamas kunaiweka Gaza katika hatari ya kukabiliwa na njaa. Na chama cha mrengo mkali cha Orthodox Shas Israel kimetishia kuiangusha serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa kuiunga mkono hoja ya kuandaa uchaguzi wa mapema kutokana na mvutano kuhusu huduma za kijeshi. Muungano wa Netanyahu ulio na watendaji wengi wa mrengo mkali wa kulia katika historia ya Israel upo katika hatari ya kuporomoka kutokana na mswada ambao unaweza kubatilisha kinga iliyokuwepo ya muda mrefu kwa Wayahudi wa Orthodox kutoshiriki katika shughuli za jeshi. Kinga hiyo inapingwa wakati Israeli ikiendeleza vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Netanyahu anapitia shinikizo kubwa kutoka kwa chama chake cha Likud kuwajumuisha wanaume wa Kiyahudi wa Orthodox kuingia jeshini na kuadhibu wote watakaokwepa hilo, jambo ambalo chama cha Shas kinapinga vikali. Chama hicho kupitia msemaji wake Asher Medina kimemtaka Netanyahu kuweka sheria kuondoa kabisa wafuasi wake kwenye utumishi wa kijeshi na kumpa Netanyahu siku 2 ya kutafuta suluhisho. Serikali ya muungano ya Israeli iliyoundwa mwaka 2022 inakijumuisha chama cha Likud, mrengo wa kulia wa chama cha Wayahudi wa Orthodox, na kuondoka kwa chama hicho cha Shas cha Kiyahudi kinaondoa uhalali wa muungano huo kuendelea kuongoza Israel. Mwisho wa rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.